Maafisa wa jeshi la Marekani wameionya Ukraine kwamba isiyokubaliana na mpango wa kumaliza vita kati yake na Urusi inaenda kushindwa vibaya na kudhalilishwa kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Afisa mkuu wa jeshi la Marekani ameonya kwamba Ukraine inakabiliwa na kushindwa katika uwanja wa vita na kuitaka kukubali makubaliano ya amani yaliyoandaliwa na Marekani kabla ya msimamo wake kuzorota zaidi. Shirika la NBC limeripoti mnamo Jumanne likitoa mfano wa watu walifahamishwa juu ya mazungumzo hayo. Katika mazungumzo hayo inadaiwa kwamba makomando wa Kimarekani wametoa wito kwa Ukraine kwamba kinachoenda kutokea na kile ambacho ni siri kutoka nchini Urusi, na ikiwa nchi hiyo itakataa mpango wa kumaliza vita kama ambavyo mataifa magharibi yamekuwa kichochea, basi huenda hali itakuwa mbaya zaidi kwa Ukraine, na kwamba Urusi itafanya mashambulizi mazito ndani ya Ukraine, huku Marekani ikiachana na mpango wa kutoa msaada wa aina yoyote kwa ajili ya Ukraine. Ikumbukwe Marekani, licha ya kwamba imesema haitatoa msaada wowote kwa Ukraine, lakini ilikuwa ikiendelea na namna ya kusaidia ujasusi, lakini pia mifumo ya ulinzi wa anga. Toleo la awali la rasimu wa mpango wa pointi 28 lingeripotiwa kuhitaji Ukraine kuachia sehemu za mikoa mipya ya Urusi huko Donbas ambayo bado iko chini ya udhibiti wake, na kufungia mstari wa mbele katika mikoa ya Kherson na Zaporizhia na kupunguza ukubwa wa jeshi lake. Katika mkutano wa maafisa wa Ukraine mjini Kiev wiki iliyopita, katibu wa jeshi la Marekani Dan Driscoll aliwaambia wenzake kwamba wanajeshi wao walikabiliwa na hali mbaya kwenye uwanja wa vita na wangekabiliwa na kushindwa dhidi ya vikosi vya Urusi, na kuna uwezekano mkubwa wa kudhalilishwa kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye muda wake wa kusalia madarakani umeshakwisha. Jeshi la Urusi limekuwa katika mashambulizi katika miezi ya hivi karibuni mjini Donbas na kwingineko, huku maafisa wa Ukraine wakilalamika ukosefu wa wafanyakazi. Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makali katika maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Ukraine. Driscoll aliendelea kusema kwamba Urusi inaongeza kiwango na kasi ya mashambulizi yake ya anga na inaweza kupigana kwa muda usiojulikana, na kuonya kwamba sekta ya Marekani haiwezi kuendelea kusambaza silaha na ulinzi wa anga kwa kiwango kinachohitajika. Kama ambavyo rais wa Marekani alisema kwamba ikiwa Ukraine haitakubaliana na mpango huu, basi Marekani itaachana na mpango mifumo ya ulinzi wa anga, na hii itasababisha Ukraine kuharibiwa kabisa na hali kuwa mbaya zaidi. Ujumbe ulikuwa wa msingi: unapoteza na unahitaji kukubali mpango huo, chanzo cha mtandao huo kilisema. Kulingana na shirika la habari la NBC, Kiev ilikataa kutia saini mkataba huo ambao umefanyiwa marekebisho. Ripoti kadhaa za vyombo vya habari pia zinaonyesha kwamba Driscoll alifanya mazungumzo ya siri na ujumbe wa Urusi huko Abu Dhabi siku ya Jumatatu na Jumanne. NBC ilielezea mazungumzo kati ya Driscoll na maafisa wa Ukraine kuwa ni ishara ya mpasuko wa muda mrefu katika utawala wa Trump kati ya makamu wa rais JD Vance na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio. Wakati kambi ya Vance inatafuta kuishinikiza Kiev kuafikiana na kuiona kama kikwazo kikuu cha amani, wafuasi wa Rubio wanaamini kuwa mzozo wa Ukraine unaweza kutatuliwa kwa kuishinikiza Urusi. Mtandao huo ulisema Vance na Rubio wamekana kutoelewana kuhusu Ukraine, wakisema wao wanapanga pamoja na kufanya mambo yao pamoja kama ambavyo wanaelekezwa na serikali yao, kwa maana kiongozi mkuu rais wa Marekani Donald Trump. Urusi imesema bado inawasiliana na Washington na imepokea muhtasari mpana wa mpango huo, lakini imesema haitajihusisha na diplomasia ya mataifa ya magharibi ambayo inaweza kuhatarisha juhudi za amani. Licha ya kwamba viongozi wa magharibi hasa Umoja wa Ulaya tayari wameshaweka mipango ya jinsi ya kumaliza vita hivyo, ambapo wanaamini katika mpango wa Marekani wa kumaliza vita hivyo ni Ukraine ambayo inaonewa, na hivyo mpango huo haukubaliki kama ambavyo umeelezwa na Ursula von der Leyen, mkuu wa tume ya Ulaya. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.